Je, wewe ulala saa 6 hadi masaa 7 hata saa 8 usiku, alafu unaamka mapema kwenda kazini au kufanya shughuli zako? Watu wengi wamezoea kuchelewa kulala na wanaona ni jambo la kawaida kabisa. Wengine hutumia muda mwingi kwenye simu, mitandao ya kijamii, filamu au kazi mpaka usiku wa manane. Lakini jambo ambalo wengi hawalijui ni kwamba ubora wa muda wa usingizi vina mchango mkubwa katika afya ya mwili na akili. Sasa fikiria ukijaribu kubadilisha tabia hiyo kwa siku 14 tu. Ukianza kulala mapema kila siku na kuhakikisha unapata usingizi wa kutosha, unaweza kuanza kuona mabadiliko katika nguvu zako, hali ya akili, umakini na hata namna mwili wako unavyojisikia. Katika video hii tutazungumzia mabadiliko mbalimbali ambayo unaweza kuyaona ukilala mapema kwa siku 14 mfululizo. Lakini kumbuka, kulala mapema pekee si tiba ya magonjwa yote. Pia mahitaji ya usingizi hutofautiana kulingana na umri na hali ya mtu. Kwa watu wazima, kupata takribani saa 7 hadi 9 za usingizi kwa siku ni muhimu kwa afya nzuri. Basi, hebu tuone mwili wako unaweza kuanza kubadilika vipi. Namba 1, ubongo wako unaweza kuanza kufanya kazi vizuri zaidi. Mabadiliko ya kwanza ambayo unaweza kuyahisi ni katika uwezo wako wa kufikiri na kuzingatia mambo. Wakati tunalala, ubongo hauwi umesimama kufanya kazi. Usingizi ni kipindi muhimu ambapo ubongo huendelea na shughuli mbalimbali zinazohusiana na kumbukumbu, kujifunza na kupanga taarifa tu tulizozipokea wakati wa mchana. Ukikosa usingizi wa kutosha, unaweza kujikuta unasahau mambo kwa urahisi, unashindwa kuzingatia kazi, unajisikia kama akili imechoka, unachelewa kufanya maamuzi, unakuwa na usingizi mwingi wakati wa mchana. Lakini baada ya siku kadhaa za kupata usingizi wa kutosha, baadhi ya watu wanaweza kuhisi kuwa wanaamka wakiwa na akili yenye utulivu zaidi na uwezo mzuri wa kuzingatia kazi zao. Kwa hiyo, kama umekuwa ukihisi akili yako imechoka kila siku, wakati mwingine suluhisho linaweza kuanzia kwenye kuboresha ratiba yako ya kulala. Namba 2, nguvu zako wakati wa mchana zinaweza kuongezeka. Je, huwa unaamka asubuhi lakini baada ya muda mfupi tayari unajisikia umechoka? Watu wengine hutegemea kahawa au vinywaji vyenye kafeini ili waendelee kuwa macho. Lakini wakati mwingine chanzo kikubwa cha uchovu ni kutopata usingizi wa kutosha. Unapolala vizuri usiku, mwili wako hupata muda wa kupumzika na kurekebisha baadhi ya shughuli zake muhimu. Baada ya kuanza kulala mapema kwa siku kadhaa, unaweza kugundua kuwa unaamka ukiwa na nguvu zaidi, usingizi wa mchana unapungua, unakuwa tayari kufanya kazi, mwili haujisikii mzito sana. Unaweza kuwa na stamina nzuri zaidi katika shughuli zako. Hata hivyo, kama unaendelea kuwa na uchovu mkali licha kulala vizuri, ni muhimu kutafuta ushauri wa wataalamu wa afya, kwa sababu uchovu unaweza pia kusababishwa na matatizo mbalimbali ya kiafya. Namba 3, hali yako ya hisia inaweza kuwa bora zaidi. Usingizi una uhusiano mkubwa na hali yetu ya kihisia. Unapokosa usingizi, unaweza kuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa mwenye hasira haraka, mwenye kukasirika kwa vitu vidogo, mwenye msongo mkubwa, mwenye kukosa uvumilivu, mwenye hisia zilizobadilika. Fikiria siku umelala saa chache tu, mara nyingi hata sauti ndogo au jambo dogo linaweza kukasirisha. Hii inaonyesha namna usingizi unavyoweza kuathiri uwezo wetu wa kudhibiti hisia. Kwa siku 14 za ratiba nzuri ya usingizi, unaweza kuanza kujisikia umetulia zaidi na kuwa na uwezo mzuri wa kukabiliana na shughuli na changamoto za kila siku. Namba 4, afya ya moyo na mishipa inaweza kunufaika. Mwili
unahitaji muda wa kupumzika, na moyo pia ni sehemu ya mfumo unaonufaika na mapumziko mazuri ya usiku. Kukosa usingizi kwa muda mrefu kumekuwa kukihusishwa na ongezeko la hatari ya matatizo mbalimbali ya kiafya, ikiwa ni pamoja na matatizo yanayohusiana na moyo na shinikizo la damu. Kulala kwa ratiba nzuri hakuwezi kutafsiriwa kwamba siku 14 zitaponya ugonjwa wa moyo au shinikizo la damu. Lakini usingizi wa kutosha ni sehemu muhimu ya mtindo mzuri wa maisha unaolinda afya ya moyo. Kwa hiyo, pamoja na kula chakula bora, kufanya mazoezi, kupunguza chumvi nyingi, kuepuka sigara, kudhibiti uzito, usisahau pia usingizi wa kutosha. Namba 5, hamu yako ya vyakula vingi inaweza kupungua. Hili linaweza kuwashangaza watu wengi. Kukosa usingizi kunaweza kuathiri homoni zinazohusika na njaa na kushiba. Ndio maana wakati mwingine mtu aliyelala vibaya anaweza kujikuta akitamani sana vyakula vya mafuta, vyakula vya sukari, vyakula vya haraka, vinywaji vyenye sukari. Unapoboresha usingizi wako, unaweza kupata urahisi zaidi wa kudhibiti hamu ya kula. Hii haimaanishi kwamba kulala mapema kwa siku 14 kutayeyusha mafuta yote mwilini. Hapana. Lakini usingizi mzuri unaweza kuwa sehemu muhimu ya kusaidia mtu kudhibiti mtindo wake wa kula na kufanya maamuzi bora kuhusu chakula. Namba 6, unaweza kusaidia kudhibiti uzito wako. Watu wengi wanapofikiria kupunguza uzito, hufikiria mambo mawili pekee: mazoezi na chakula. Lakini kuna jambo la tatu ambalo mara nyingi husahaulika: usingizi. Kama unalala muda mfupi sana, unaweza kuwa na uchovu mwingi, hamu kubwa ya kula na kukosa nguvu ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo, baada ya siku 14 za kuboresha usingizi, unaweza kujikuta una nguvu nzuri za kufanya mazoezi, uwezo mzuri wa kupanga chakula, hamu ndogo ya kula ovyo usiku, ratiba nzuri zaidi ya maisha. Kumbuka, mabadiliko ya uzito hutegemea mambo mengi. Usingizi ni sehemu moja muhimu, lakini sio muujiza wa kupunguza kilo ndani ya siku chache. Namba 7, mwili wako unaweza kupata muda bora wa kujirekebisha. Usingizi ni kipindi muhimu cha mapumziko na urejeshaji wa mwili. Baada ya siku yenye shughuli nyingi, mwili wako unahitaji muda wa kutosha wa kupumzika. Usingizi bora kusaidia mifumo mbalimbali ya mwili kufanya kazi katika mazingira mazuri ya urejeshaji. Ndio maana baada ya kulala vizuri, unaweza kuamka ukiwa unajisikia mwepesi, mwenye nguvu, mwenye utulivu, tayari kuanza siku. Hii ndio sababu watu wengi wanabadilisha ratiba yao na kulala huanza kuona tofauti katika namna wanavyojisikia kila asubuhi. Namba 8, macho yako yanaweza kujisikia bora zaidi. Kutumia simu mpaka usiku sana kunaweza kuongeza tatizo la macho kuchoka kwa baadhi ya watu. Unaweza kuamka ukiwa na macho mazito, macho makavu, uchovu, kushinda kukaa macho vizuri. Kupunguza muda wa skrini kabla ya kulala na kupata usingizi wa kutosha kunaweza kusaidia kupunguza hali ya macho kuchoka inayohusiana na kukesha na matumizi ya skrini. Jaribu kufanya hivi: weka simu pembeni kabla ya muda wa kulala, punguza mwanga mkali chumbani, tengeneza mazingira tulivu ya usingizi. Namba 9, uwezo wa mwili kudhibiti sukari unaweza kunufaika. Usingizi una nafasi muhimu katika namna mwili unavyodhibiti matumizi ya nishati na sukari. Kukosa usingizi mara kwa mara kunaweza kuathiri jinsi mwili unavyoitikia homoni mbalimbali zinazohusika na udhibiti wa sukari. Kwa hiyo, mtu mwenye kisukari au aliye katika hatari ya kupata kisukari anapaswa kuangalia mtindo wa maisha kwa ujumla, pamoja na lishe, mazoezi, uzito, dawa alizopewa, vipimo vya afya na usingizi wa kutosha. Muhimu, kama una kisukari usiache dawa
kwa sababu tu umeanza kulala vizuri. Fuata maelekezo ya mtoa huduma wa afya. Namba 10, mwili wako unaweza kujisikia wenye utulivu zaidi. Baada ya siku nyingi za kukesha, mwili unaweza kuzoea hali ya uchovu kudumu. Lakini ukianza kuweka ratiba nzuri kwa siku 14, unaweza kuanza kugundua tofauti kubwa katika maisha yako ya kila siku. Unaweza kujisikia unalala kwa urahisi, unaamka kwa wakati unaofaa kila siku, una nguvu nzuri zaidi, unapanga siku yako vizuri, akili yako inakuwa tulivu zaidi. Hii ni kwa sababu mwili unapenda ratiba iliyotabirika. Kulala na kuamka karibu muda ule ule kila siku kunaweza kusaidia kuimarisha mfumo wa kawaida wa mwili na kudhibiti mzunguko wa kulala na kuamka. Changamoto ya siku 14. Sasa, hebu tufanye jaribio. Kwa siku 14 zijazo, jaribu kufuata kanuni hizi. Siku ya kwanza mpaka ya 3, anza kwenda kitandani mapema kuliko kawaida. Punguza matumizi ya simu kabla ya kulala. Siku ya 4 mpaka ya 7, jaribu kulala na kuamka muda unaokaribiana kila siku. Epuka kahawa nyingi karibu na muda wa kulala. Siku ya 8 mpaka ya 10, tengeneza mazingira mazuri na tulivu ya kulala. Punguza mwanga mkali usiku. Siku 11 mpaka 14, fanya shughuli za mwili wakati wa mchana. Epuka kutumia simu kitandani kwa muda mrefu. Hakikisha unapata muda wa kutosha wa usingizi. Baada ya siku 14, jiulize, je, nguvu zako zinaongezeka? Umakini unabadilika? Na hali yako ya hisia imeimarika? Je, unaamka vizuri zaidi kuliko zamani? Unaweza kushangaa kuona kwamba mabadiliko madogo ya ratiba yanaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya kila siku. Naye anapaswa kumwona daktari. Kulala mapema hakutoshi kutatua tatizo la kukosa usingizi. Tafuta ushauri wa mtaalamu wa afya kama unashindwa kulala kwa muda mrefu, unaamka mara nyingi sana kila usiku, unakoroma sana na kupumua kwa shida wakati wa usingizi, una usingizi mkali sana wakati wa mchana, uchovu unaendelea licha ya kupata usingizi wa kutosha. Tatizo la usingizi linaathiri kazi na maisha yako ya kila siku. Matatizo ya usingizi yanaweza kuwa na sababu mbalimbali na wakati mwingine yanahitaji uchunguzi wa kitabibu. Kwa hiyo, nini kitaweza kutokea ukilala mapema kwa siku 14? Huenda ukaanza kuona umakini bora, nguvu zaidi mchana, hali nzuri ya hisia, udhibiti bora wa hamu ya kula, msaada katika kudhibiti uzito, manufaa kwa afya ya moyo kama sehemu ya maisha yenye afya, mwili na akili wenye utulivu zaidi, ratiba bora ya kulala. Lakini kumbuka, si lazima ulale saa fulani maalumu ili uwe na afya. Kilicho muhimu zaidi ni kupata usingizi wa kutosha wenye ubora na kuwa na ratiba inayokufaa kila siku. Usisubiri kuanza mwaka mpya ili kubadilisha maisha yako. Anza leo, lala mapema, punguza simu usiku, upe mwili wako muda wa kupumzika na uone tofauti unazoweza kuanza kuzihisi ndani ya siku 14. Na sasa niambie kwenye sehemu ya maoni, wewe hulala saa ngapi kila siku? Na je, ukijaribu changamoto hii kwa siku 14, utaanza kuona mabadiliko gani? Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi ili wapate kujifunza zaidi. Afya Yetu Hub TV, afya